Bana, mambo vipi? Nipo hapa hapa Africana Pub. Leo kulikuwa kuna shughuli ya ushirika dina Dodoma. Ni program ambayo wanaushirika Dodoma wameungana pamoja kwa ajili ya kuweza kufurahi kwa pamoja, lakini kula kwa pamoja, maana yake chakula cha jioni na kuweza kubadilishana mawazo katika vyama mbalimbali pamoja na viongozi wa ushirika. Sasa tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuletea update kilichokuwa kinaendelea hapa, lakini tutauliza maswali kadhaa wahusika ambao waandaaji maana yake, ili waweze kutuelezea kwa nini wameanzisha hichi kitu, idea ilikuweje na lengo lao ni lipi mpaka wameweza kuanzisha hichi kitu na mwitikio wake umekuweje, na atajitambulisha kwa majina yake yote tutamfahamu. Kaka, mambo vipi? Poa poa, habari leo? Salama. Wewe unaitwa nani? Naitwa CPA Wilson Willis Wakwi. Ni manager wa PCCB SACCOS. Lakini pia ni kwa kiongozi wa kamati ya maandalizi ya ushirika dina 2025. Okay. Ushirika dina 2025. Hii idea ilikujeje? Hii idea ilikuwa ni wazo la wanaushirika pamoja na mrajisi msaidizi wa mkoa wa Dodoma kwamba tuwe na chakula cha pamoja cha wanaushirika mkoa wa Dodoma mwaka 2025 kwa lengo la kubadilishana mawazo na kufahamiana wanaushirika, lakini pia kuzungumza mambo yanayotuhusu wanaushirika mkoa wa Dodoma. Nimeona watu wamekula vizuri hapa, wameenjoy na ni kitu kizuri. Ni program ambayo itakuwa inafanyika kila mwaka au nimefanyika tu kwa sasa hivi au inafanyika kila baada ya muda gani? Okay, ni program ambayo tumeifanya, imewahi kufanyika siku za nyuma kama mara moja, lakini kwa kadri tulivyokubaliana ni kwamba hii program tutaendelea kuifanya kuanzia 2025 at least zaidi ya mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo tunatarajia mwaka huu baada ya jukwaa la ushirika tutakuwa pia na dina nyingine kufanya tathmini ya jukwaa letu la ushirika mkoa wa Dodoma. Okay. Tutaendelea kuendelea. Nimeona mna program nzuri sana ushirika, maana yake mnajenga ule ushirika ambao wenyewe sasa, maana yake kama ushirika wanasema ushirika huwaweka watu pamoja. Lakini pia nimesikia kwamba mna program ya utalii kwenda Ngorongoro mwezi wa 5. Hii ikoje? Okay, program ya ushirika tour 2025 ni sehemu ya shughuli ambazo tumezipanga kuzifanya ndani ya jukwaa la ushirika mkoa wa Dodoma. Tutakuwa na maonyesho katika jukwaa, tutakuwa na ushirika corporate social responsibility kwa maana ya kusaidia wahitaji, lakini pia tutakuwa na sport bonanza, lakini tutakuwa pia na tour kwenda Ngorongoro. Kwa hiyo ni moja ya program 3 au 4 ambazo ziko ndani ya jukwaa la ushirika mkoa wa Dodoma mwaka 2025. Okay. Na jukwaa linafanyika muda gani? Itakuwa tarehe 12 mpaka 16 Mei 2025. Okay. Yeah. Tuje hapa kwenye utalii wa kwenda Ngorongoro. Hii ya Ngorongoro ikoje kiingilio na watu kuweza kushiriki, utaratibu ukoje? Okay. Kiingilio cha tour ya ushirika ni shilingi 100,000 ambayo itajumlisha usafiri, lakini pia na package ya lunch kwa watakao kwenda pamoja na gharama nyingine za entrance kwenye tour ya Ngorongoro. Kwa hiyo ni gharama za msingi za kwenda kwenye hiyo tour. Kutakuwa na gharama nyingine ambazo watu watajigharamia ambao ni hasa ni kulala, lakini gharama za msingi ambayo ni shilingi 100,000 itakava entrance fee, dinner pamoja na transportation kutupeleka na kuturudisha kule Ngorongoro. Na tunatarajia ifanyike Mei 16 mpaka Mei 17, 2025. Okay. Ndio. Hii ni kwa ajili ya watu wa ushirika tu au watu wa nje pia wana uwezo wa wakisema labda wanataka kuungana na watu wa ushirika ili na wao waweze kwenda Ngorongoro? Hii imekaeje? Kimsingi tulio target group ni wana ushirika na ushirika ni mkubwa. Tukisema ushirika ni mkubwa tuna maana kwamba kwanza ni wanachama katika vyama vya ushirika, tuna maana ya viongozi katika vyama, maanake wajumbe wa bodi, kamati ya usimamizi na watendaji, lakini pia tuna maana kwamba viongozi wa ushirika kwa maana ya ofisi ya mrajisi pamoja na maafisa ushirika. Kwa hiyo ni group hiyo ya wana ushirika hasa ndio tumewatarget. Ndio. Okay, maana yake na hii program ya utalii pia itakuwa inafanyika kila mwaka? Pia itafanyika kila mwaka. Ni wazo ambalo tumelianzisha mwaka huu, tutalifanya, baada hapo tutalifanyia tathmini, lakini tunapangwa kuliendeleza lifanyike kila mwaka kwa lengo la kuhamasisha jamii yetu ijiunge kwenye ushirika na ione manufaa kwa kwenye ushirika. Okay. Kama sijakosea umeniambia kwamba wahusika ni ofisi ya ushirika, wanachama, yani ile cycle ya ushirika, maana yake watu wa nje hawaruhusiwi kushiriki? Kimsingi labda kwa baadaye, lakini kwa sasa hivi kwa sababu pia nafasi sio nyingi hivyo, tunataka tuanze kwanza na wanachama, lakini tukihamasisha wanachama pengine baadaye tutaona wazo kuliboresha wazo kuongeza watu wengine ambao wako nje ya ushirika. Lakini kwa sasa hivi tutaenda kwa wanachama kwanza wa vyama vya ushirika, lakini na wadau walio kwenye ushirika. Inawezekana ni mkao ni mtoa huduma ambao unataka uwe karibu na wanaushirika, lakini tutaanza kwanza na wanashirika kwa sasa. Okay. Kwa ninavyofahamu ushirika ni mpana.
na kuna vyama vingi sana vya ushirika hapa Dodoma. Ndio. Je, walioshiriki hapa ni wote? Hapana, tumeshiriki watu wachache, takriban watu 40. Ingawa wanachama wanaoshirika ni wengi sana. Kwanza hata watendaji wenyewe ni zaidi ya hao 40. Lakini kwa sababu ulikuwa ni mwanzo wa kuanzisha mchakato wa kushirikiana wanaoshirika, tumeanza na hao watu wachache, lakini baadaye tunataka dina yetu iwe na watu wengi zaidi, kwa maana mpaka wanachama mpaka viongozi zaidi hawa waliohusika. Kwa hiyo tumeanza mwanzo, lakini lengo letu lilikuwa ni wengi na wengi zaidi kwa hapo baadaye. Okay, kwa hiyo unawaambia nini ambao walitakiwa kuwepo hapa leo lakini hawajafika? Wito wangu kwa wanaoshirika hasa wa mkoa wa Dodoma ni kwamba haya ni matukio muhimu sana ya kushiriki, kwa sababu tuna mambo mengi ya kujadiliana kama wanaoshirika ambao yako kwenye mpango wa ushirika kama nilivyozungumzia. Mojawapo ni hilo swala la tour. Tumezungumza kuhusu kusaidia jamii ya wanaoshirika, tumezungumza kuhusu tukio la ushirika mkoa wa Dodoma, lakini kuna ushirika marathon ambao hajazungumza. Kwa hiyo tunawasihi waendelee kuja ili wajue ushirika una mambo mengi zaidi ya kuweka na kukopa au zaidi ya kusaidiana kiuchumi. Nataka tujulishane na tufahamishane mambo mengi zaidi kuhusiana na ushirika wetu. Okay, mimi nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Nashukuru.